Ya ndugu mtazamaji wa Update TV, jicho la nyumbani. Ya ni siku mwanana, siku njema sana ambayo tumepata Mungu sikia leo tumetembelea uwanja wa Detroit Ghetto Boys. Hapa na sana. Ya tutajua namna gani wanavijiandaa kwa ajili ya mechi ya Young Boys. Hii ni derby kubwa. Hii ni kombe ya Kasa Cup. Kasa Cup imekuja kwa home nyingine tena kwa ajili ya kuboresha mambo ili watu waendelee kuchangamka kambini, lakini pia kukuza vipaji vya vijana hapa kambini kwetu. Na kuna mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu sana. Ni derby hapa kambini kwetu kwamba Ghetto Boys na Young Boys ni hatari, mtanange kabisa mkubwa. Yaani hapo mtoto atumwi dukani. Siku hiyo sio kutuma mtoto dukani. Yaani kama utatuma mtoto dukani hapo unatafuta chokochoko na mtoto. Na kwa leo tutajua mengi sana maandalizi yakoje kwa ajili ya mechi hii derby ambayo inaandaliwa hapa na Young Boys. Niko na kocha. Tutamfahamu kwa majina, lakini namna gani anavijiandaa na amejiamini namna gani kwa ajili ya mechi hii. Kocha, mambo vipi? Safi safi. Ni heri. Heri kabisa. Naona maandalizi yapo kabisa. Maandalizi ni mazuri sana. Ya, lakini pia watazamaji wa Update TV wanatamani kutambua majina yako kama kocha. Asante sana. Ya. Majina naitwa Abbas Deko Amorime. Amorime Abbas Deko. Ya, kocha, namna gani unajiandaa kuhusiana na mechi hii? Ni derby kweli. Namna gani unajiandaa kocha? Sema kwamba kwa upande wangu najiandaa vizuri sana. Okay. Maandalizi ni mazuri kwa maana wachezaji wangu wanajituma kama mnavyowaona. Okay. Sina wasiwasi. Yeah. Na vipi, matumaini yako ni yapi kwa upande wa ile staff yako ya mbele? Yale mataka unawaandaa namna gani? Mataka wapo vizuri. Okay. Maandalizi ni mazuri kwa maana ninavyoelekeza najua wanafuata vizuri. Hivi una matumaini yoyote kuhusiana na namba 9 wako, namba 7 wako, namba 11? Matumaini ninao ya ushindi. Hivi unamtegemea nani kabisa anaweza kufanya vizuri wa kupiga ball ndani? Nategemea wote kwa maana wote ni wachezaji. Unaweza kuwa unategemea wote. Lakini unasema huyu akikuwa anaangalia ball, anaangalia goli hivi. Matokeo kabisa ni naye. Wapo. Yeah. Kama namba 9 wako nani? Kimwamini sana nikimwona Zuberi yuko pale. Zuberi. Okay. Dibale yuko pale. Dibale. Yeah. Zuberi. Frankie yuko pale. Frankie. Yeah. Hivi unategemea kwenye kikosi chako pamoja kwamba labda maasimu wako wanaweza akajua ataanza na kikosi fulani nini. Vipi unategemea pale ile safu utaweka nani wale watatu kwanza pale mbele? Safu ya ataka. Hiyo ipo ila ni siri ya teacher. Ni siri ya teacher. Yaani hiyo unaweka kwenye maana kwanza. Usitoe haraka. Okay. Na vipi staff yako katikati? Vipi kuna watu ambao wanamiliki wanasema wanaweza wakamiliki wachezaji wa Young Boys pale katikati? Staff ya katikati ipo vizuri na waamini. Okay. Wanajua kugusa mpira, wana nguvu. Okay. Ya uwezo wanao wa kudhibiti. Okay. Na vipi kwa matumaini yako? Unaona Young Boys kwa atafua kwa Mola huu? Tukisema mpira ni matokeo matatu. Okay. Ya kuna kushinda, kushindwa na kudraw. Okay. Lakini matumaini nayo mimi ya kushinda. Kwa maana ninavyoandaa kikosi changu na kiamini sana. Okay. Yeah. Na vipi matokeo yenu waga mnakutana mara kwa mara na kuna upinzani mkubwa sana kati ya Young Boys na Ghetto Boys? Yeah. Kuna upinzani mkubwa sana. Vipi ushindani wenu unakuwa namna gani? Nani ana performance yake iko juu kuzia mwingine? Mimi na Young Boys kweli ni maasimu wakubwa sana. Waga ni mchezo mzuri sana. Mchezo ushindani, derby. Yeah, mtoto atumwi dukani. Niseme tu ya kwamba ushindani lazima uwepo kwa maana ni maasimu. Yeah. Na nikiangalia sana kwa Young Boys akijitahidi sana waga ananishinda 1. Mimi nikimshika vizuri waga nampiga 3. Okay. Ina maana kwa matokeo mimi nipo juu yake kidogo. Uko juu yake. Yeah. Yaani tukiangalia kwenye performance zenu unamzidi. Mimi namzidi. Inawezekana unamzidi mechi ngapi hivi? Kwa uwezekano wa kumzidi, namzidi sio mechi nyingi sana, inawezekana mechi 2. Okay. Yeah. Yaani hivi naye atakuwa amejiandaa ili angalia namna gani atakusogea kwa sababu wewe unampiga sana. Yeah. Lakini kwa sasa hivi anajiandaa naye hii kwenye kombe hii ya Kasa Cup ili angalia namna gani atagomboa yale matokeo bado unakuwa na mdaidai. Yeah. Wewe unategemea nini kuhusiana na hilo? Najua yeye anajiandaa kwa ajili ya kutoa rekodi. Yeah. Na mimi pia najiandaa kufanyaje? Niongeze rekodi. Yeah. Na ndio maana kulikuwa mechi ugumu sana hapo. Hivi yeye sasa hivi anaandaa nguvu nyingi sana ili rekodi yake aende kupunguza kabisa, pamoja unamdai mechi 2 au mechi 3,
lakini anajiandaa ili na namna gani apunguze rekodi. Sasa wewe unajiandaje vipi? Mwenzako kule anajiandaa ipasavyo. Sasa wewe unategemea nini hapo? Mimi nimwambie tu ya kwamba kushusha rekodi hawezi. Hawezi kufua dawa. Hawezi. Lazima nipandishe rekodi. Okay. Na vipi mashabiki wako sasa hivi wanakutazama na wanajua kocha wetu kuna kitu ambacho anatarajia kukifanya. Hivyo nawaambia nini mashabiki wako? Sema tu kwa upande wa CD3 Ghetto Boys, mashabiki zangu niwaambie kwamba niwatoe hofu kabisa. Niwatoe hofu, maandalizi ni mazuri. Wafike uwanjani kwa wingi. Wafike sana, matumaini ya ushindi yapo. Na vipi pamoja na Kasa Cup imekuja, imeandaa mtanange huu. Hii cup imeandaliwa na Kasa Cup. Lakini pia kuna zile magroup. Grupu gani unaona kwamba mimi nikitoka hapa nikumbana timu yoyote ile labda naweza nikakwama? Timu gani hapa kama unaona kama vile unaweza kapinzana na wewe kidogo? Haya, unajua mpira una mambo mengi sana. Unaweza kudharau timu mwisho wa siku baadaye. Mimi nawaamini sana watu wa Ghetto Boys. Hiyo haina shida. Unaweza kudharau timu baadaye unakuta mbele inafanyaje? Inakuja na ugumu. Okay. Sio nikasema timu yote ambayo niweke upinzani nayo sana, hamna. Ile ambayo itakutana nayo basi najiamini, ushindi ni lazima. Vipi matumaini yako yakoje kuhusiana na kombe ya Kasa Cup? Matumaini yangu ni kwamba lazima nifike finali. Okay. Nifike finali kwa maana naamini kikosi changu ni kizuri sana. Okay, vipi kombe hii unaichukua? Lazima niichukue, sina wasiwasi. Mashabiki wa Ghetto Boys, kombe hii inaingia hapa Ghetto Boys. Subiria tu kocha anakuambia kwamba ni lazima kombe hii iingie hapa Ghetto Boys. Kocha, naam. Mashabiki kweli sasa hivi wanaenda kutazama. Wanaangalia kipi ambacho utakachokifanya. Na kama ulivyotamka kwamba una matumaini yote. Mechi ya Jumapili unawaambia nini kwa dabi ambayo itakayofanyika hapa? Mechi ya Jumapili nitoe wasiwasi kwa mashabiki wa Ghetto Boys. Nitakwambia ni kwamba ushindi ni lazima. Wazee wa bao. Okay. Lazima mabao yawepo mengi pale. Na mechi ni kama vile uko ugenini. Si mechi unaipigia hapa hivi. Kwa hapo uwanja wa Young Boys. Ni kama uko ugenini na wale wako nyumbani. Sawa. Vipi unaandaje saikolojia ya wachezaji lakini pia na mambo yako? Unajua tukiangalia mauwanja haya yanadhibitiwa na Afrene. Okay. Ndo anadhibiti mauwanja ijapokuwa ni uwanja wa Young Boys. Sina wasiwasi kwa maana tumetenga pale. Siwezi nikabadilisha uwanja niwe wasiwasi, hamna. Popote pale mimi nakipiga. Nakiwasha. Hata nyumbani kama haina shida, hata wawe kwao. Hivi kocha, hii mechi mimi naiamini sana. Na ni mechi itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini pia kuna ile jazba ya mashabiki, jazba ya kamati kuu ambayo inakuongoza, jazba ya wachezaji. Vipi saikolojia ya wachezaji unaiweka namna gani kwa ajili ya mechi hii? Unajua kuna zile wakati kwa uwanjani unakuta mchezaji ana paniki kwa sababu ni derby. Ana paniki kwa sababu mechi inatokea tufanye 1 2 3. Usimwambie kocha. Vipi saikolojia ya wachezaji unaiweka namna gani? Mimi niseme tu ya kwamba saikolojia ya wachezaji wangu lazima niwapatie saikolojia ambayo ni tulivu sana. Hata kwa mashabiki wasipaniki kwa maana ndio maana ya mchezo. Unajua marefari nao lazima ni watu. Wanaweza kukosea. Kila mwanadamu anakosea. Kama anavyo mchezaji mpira uwanjani, anavyokosea refari naye. Bali niseme tu kwa mashabiki kwa CD3 Ghetto Boys na wachezaji wangu pia tusipaniki sana. Tufuate mfumo tu wa mchezo. Unafuata pale ni kucheza tu basi. Ile style zako za mchezo ambao utakawaambia waelekeze hizo. Unajua kuna matukio mengi hapa ambayo yanasababishwa na wachezaji lakini pia na mashabiki. Kuharibika kwa mchezo. Unakuta inaweza refa kama ulivyosema, refa ni mwanadamu ambaye anaweza kukosea, ambaye anaweza kafanya mapoza. Lakini pia pamoja na kufanya mapoza, mchezaji endapo hujamwandaa vizuri akaleta jazba mpaka ikaambukia mashabiki na mchezo ukaharibika kabisa. Unakuta ladha ya football hapo kambini inapotea. Pamoja kwamba hata tunavyoona michezo ya kimataifa inawaga inatokea. Refa kapeta akafanya mambo mengine lakini mchezo unaendelea. Sasa nitaka kabisa unihakikishie kwamba inawezekana kocha refari akafanya ndivyo sivyo. Lakini
emotion ya mchezaji au ya shabiki inakuaje hapo? Ya niseme kwamba upande wa wachezaji wangu wana nidhamu. Nidhamu wanayo. Hiyo ni mafunzo makubwa sana kwa timu ya CD Etoile Ghetto Boys. Basi najua hilo walichojitokeza kwamba waweke vurugu kwenye mechi au kwenye mchezo, na mashabiki wanajua autopaniki. Kwa sababu mchezaji akipaniki lazima mashabiki nao wafanyeje? Wapaniki. Ila nitoe tu shauri pia kwa marefari nao wawe makini sana, kwa maana ni mchezo mkubwa sana. Dabi. Wawe makini, wasinyemelee upande ule, upande huu hamna. Wapo katikati. Niseme tu kwa wachezaji wangu heshima ipo. Vipi golikipa zako unawaandaa? Hao ndo nawaandaa sasa, hapo hamna shida. Hapo yani kwa golini pale hapo sina wasiwasi. Vipi unatumaini kwamba wanaweza akapia hata goli moja kaingia? Wala wapati. Huu mlango hauoni. Kweli. Wataingilia wapi? Golikipa wako fresh. Wako fresh sana. Basi kocha, mimi natumaini kwamba mashabiki wako wameweka tumaini sana kwako, na wanaamini kwamba mechi hii ya Jumapili utaupiga mwingi. Kwa sababu wameweka tumaini sana kwako. Na kisa wameweka tumaini kwako, usiwafelishe. Asante sana. Matumaini hapo lakini. Yapo. Mimi nakwambia sana. Sina wasiwasi. Mimi sasa hivi niko mshabiki wa CD Etoile. Karibu, asante sana. Kabisa. Ni vile kwa sitajitokeza, lakini niko nyuma hivi. Niko nasikiliza, lakini mshabiki wa CD Etoile kabisa. Natumaini mtafanya vizuri. Ndugu mtazamaji wa Abedi TV, jicho la nyumbani. Niko Ghetto Boys kwa maandalizi yao ya mtanange mkubwa Jumapili ambao watasakata na Young Boys. So usikose kuja kutazama hiyo mechi. Maeneo ya uwanja wa Young Boys ndio itapigwa mtanange. Usikose kufuatilia channel yetu ya Abedi TV na kusubscribe channel. Vipi unawaambiaje watazamaji wa Abedi TV wafanyaje? Sasa kwamba watazamaji wa Abedi TV karibuni kwenye uwanja. Waje kwenye uwanja. Vipi unaniambiaje na mimi nije kwenye uwanja nishuhudie? Nishuhudie. Asante sana. Basi pamoja nasi tukutane Jumapili kwenye mtanange huo. Mambo yako vizuri sana. Waendelee kushuhudia mchezo wa Young Boys na Ghetto Boys hapo Jumapili. Abedi TV, jicho la nyumbani.